Jambo hili ni muhimu zaidi. Hivyo basi, ni matarajio yetu kuwa majadiliano na maazimio yatakayotokana na kongamano hili yatatusaidia si tu katika kujikumbusha wajibu wetu kama wanawake katika Uislamu, bali pia yatatusaidia katika kujenga ari mpya, kuwa wabunifu zaidi na kupata mkakati mipya itakayoongeza ufanisi wa utekelezaji wa mipango yetu katika kumuinua mwanamke. Takbir. Katika kujifunza, tunahitaji mifano halisi ya wanawake ambao wameweza kumudu yote ya uongozi na wajibu wao kama wanawake katika Uislamu. Kwa namna ya kipekee, taasisi yetu MIF inajivunia uongozi imara wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa mfano wa kipekee kwa kuendelea kuwa mwanamke katika Uislamu huku akiwa kiongozi wa nchi. Na nadhani sio MIF tu ambaye inajivunia, sisi sote hapa kama wanawake tunajivunia kama wanawake, lakini kama wanawake wa Uislamu. Tunakumbushwa katika Uislamu kuwa mke wa kwanza wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ndio mwajiri wa kwanza wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ina maana kuwa mwanamke ni mfanyabiashara mahiri na makini, na ndio maana MIF imejikita katika kurudisha hali hii katika jamii kwa kuwawezesha wanawake kuwa wajasiriamali, wafanyabiashara na wachumi wa familia na jamii nzima kwa ujumla. Na nadhani sote tumeshuhudia nje hapo wanawake wafanyabiashara walivyochangamka. Si hivyo tu, tunafahamu kuwa Bi Khadija ndio mtu wa kwanza kumwamini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kukubali Uislamu na kujifunza kila kukicha. Ndio maana MIF inaweka mkazo katika kurudisha hali hii kwa kuhakikisha kuwa wanawake wanachukua nafasi yao katika elimu ili waweze kutekeleza majukumu yao ya uzazi, malezi, biashara, uchumi na kadhalika, wakiwa ni wenye kuelimika. Na mikakati hii ya kuwanyanyua wasichana na wanawake kwa ujumla wake katika elimu ya msingi, sekondari, vyuo vikuu na vyuo vya ufundi.